Kwa ujumla katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipindi cha miaka minne, kuna mambo mengi sana makubwa ambayo ameyafanya. Jambo la kwanza kwenye utekelezaji wa miradi ya kimkakati ambayo ilianzishwa na hayati Magufuli, na watu walisema kabisa kwamba mama hataweza kukivaa kiatu hicho cha Magufuli. Lakini mama amefanya vizuri, ametekeleza, amemaliza mradi wa Mwalimu Nyerere na sasa hivi tunapata umeme wa kutosha. Uzalishaji wa umeme sasa hivi umekwenda juu zaidi ukilinganisha na matumizi ambayo tunayatumia sasa hivi. Lakini pia kwenye ujenzi wa SGR. Sasa hivi mimi mwenyewe asubuhi nimekuja kwa SGR na nategemea kurudi jioni. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yote ni mafanikio na ni miradi ya kimkakati ambayo tulifikiria kwamba itakamilika. Lakini sasa hivi kwenye miradi ya kitaifa anamalizia ujenzi wa daraja lile la Busesi. Daraja refu na litawasaidia sana ndugu zangu wa Geita, watani zangu wa Sukuma wale. Lakini kwa upande wa utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa jimbo langu la Mbinga mjini, ni miradi mingi na mikubwa imefanyika. Kwenye swala la elimu, Rais wetu ameendelea kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu bila malipo. Kuanzia kidato cha kwanza, kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Lakini pia kwenye swala la ujenzi wa miundombinu kwenye shule za msingi, kwamba Mheshimiwa Rais alitoa fedha nyingi kujenga shule mpya 2 za msingi. Lakini bado kuna shule zingine madarasa madogo madogo yalijengwa kwenye shule mbalimbali pamoja na ukarabati wa shule kongwe. Lakini kwenye upande wa miundombinu pia kwenye ujenzi wa shule za sekondari, mimi kwenye jimbo langu, jimbo la Mbinga mjini, shule 4 za sekondari zimejengwa mpya. Zimejengwa shule 3 za sekondari za kawaida, lakini imejengwa shule 1 ya amali ambayo ni ya ufundi. Mimi katika umri wangu huu sijawahi kuona shule inajengwa, inakamilika na watoto wanaanza kusoma. Kwa hiyo haya ni maajabu ambayo ametuonyesha Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ukiangalia katika mkakati wa miaka 5 ule wa mwaka 2020 mpaka 25, lengo lilikuwa ni kufanya uchumi shindani wa viwanda, lakini siku ya mwisho kuhakikisha kwamba anaboresha maisha ya wananchi. Lakini sasa kwenye kuboresha maisha ya wananchi ndio hizo huduma za kijamii ambazo zimetolewa. Lakini ukija kwenye upande wa afya, Rais ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kukamilisha vituo vya afya, lakini vile vile kukamilisha zahanati mbalimbali. Mimi pale Mbinga mjini, hospitali ya wilaya ilijengwa mwaka 1970. Ilikuwa ni kama kituo cha afya. Baadaye ikapandishwa hadhi kuwa hospitali ya wilaya. Lakini majengo yale yalikuwa katika hali mbaya sana na yalikuwa chakavu. Nimepewa shilingi milioni 900 kuanza kujenga majengo mapya na yamekamilika, na mwaka huu katika bajeti nimepewa bilioni 1 kuhakikisha kwamba hospitali ile inakuwa ya kisasa. Hii yote ni kuendelea kuboresha maisha ya wananchi. Lakini kwenye swala la umeme, kwenye jimbo langu la Mbinga mjini kuna vijiji 78. Ukiangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi ilielekeza kwamba ili tunapomaliza ilani hii utekelezaji wake tuwe tumekamilisha kupeleka umeme kwenye vijiji vyote. Kwa hiyo vijiji vyote 78 vimepata umeme. Hili ni jambo la kupongeza, na wananchi wale wa vijijini sasa hivi wanafurahia matunda ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ukienda kwenye miundombinu ya barabara nyingi zimetengenezwa ambazo zilikuwa zipitiki. Kwa mfano kuna barabara moja zile za ndani ambayo kwa mfano mimi pale mjini kutoka zile feeder roads kutoka Mbinga mjini kulikuwa na barabara ngumu sana ambazo wananchi kipindi cha mvua zilikuwa zipitiki. Kuna barabara ya kutoka Mbinga kwenda Mpepai sasa hivi inapitika na wananchi wanafurahi. Kuna barabara ya kutoka Mbinga kwenda Kikolo hadi Kiungu inapitika. Kuna barabara ya kutoka Mbinga Kitanda mpaka Kiungu inapitika, na kutoka Mbinga kwenda Ruwaida. Wananchi wamefurahi sana kwa matengenezo yale ya barabara. Lakini pia nimepata mradi katika zile feeder roads wa kilomita 14.4 kwa kiwango cha lami, na sasa hivi tunavyoongea ardhi ya Mbinga inatifuliwa kuhakikisha kwamba matengenezo yale yanaendelea. Lakini pia mji wa Mbinga upo katika ile miji 45 ambayo itafaidika na mradi wa TACTIC. Kwa hiyo tunategemea hivi karibuni tutaanza na ujenzi wa barabara kilomita 12 pale mjini, lakini pia tutajenga soko la kisasa, lakini tutajenga na stendi ya kisasa. Haya yote ni matokeo ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Watu wanasema kwamba uruhusiwi kupongeza, lakini sisi tunapongeza kwa sababu hii ni neema kwetu. Lakini kuna maeneo mengine kule Mbinga watu walikuwa kipindi wanataka mawasiliano wanapanda kwenye miti kutafuta mawasiliano. Lakini mpaka leo tunapoongea Rais ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga minara ya simu. Umejengwa mnara Mpepai, umejengwa mnara Ruvuma chini, umejengwa mnara Kitanda na Utili. Kwa hiyo wananchi sasa hivi wanafurahia na wanaendelea kushangilia. Wewe kwa mkakati wa kumtoa mandoo kichwani kama maisha na salama, Mbinga ikoje? Mbinga imenufaika sana. Sisi Mbinga
tunapata maji kwa njia ya mtiririko, yanatoka kwenye milima na kwenda kwenye mabonde, lakini bado kulikuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji kwa wananchi. Toka mama alipoingia mpaka sasa hivi ni zaidi ya miradi 10 iliyotekelezwa, miradi mikubwa. Kuna mradi wa Ruvuma Chini, mradi wa Mpepai, mradi wa Mbangamao, mradi wa Kitanda, Utili, Mateka, maeneo yote imejengwa miradi mikubwa kwa ajili ya kuleta maji kwa wananchi. Lakini kwa Mbinga mjini tulikuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji kutokana na ongezeko la watu. Tulipewa shilingi bilioni 1.8 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji ya kutosha. Lakini bado kutokana na ongezeko, tarehe 26 mwezi wa 3 serikali imesaini mkataba wa bilioni 4.6 kwa ajili ya kuongeza maji, upatikanaji wa maji pale mjini. Kwa hiyo ile dhana ya kusema kumtua mama ndoo kichwani, ile imetekelezwa kiuhalisia kabisa kwa jimbo la Mbinga mjini. Mwisho kabisa, tuna miezi miwili imebaki kumaliza ngo yako ya awamu ya hii miaka 5 sasa. Na mengi ambayo yanafanyika sana. Nikupe dakika moja sana ya kuzungumza na wananchi wa jimbo la Mbinga mjini. Ama kuwashukuru, lakini pia yale ambayo labda kuna ambayo yamebaki kidogo ya kumalizia, namna ambavyo pia wamekuvumilia pia. Lakini kabla ya hapo, kuna jambo ambalo limebaki Mbinga mjini ambalo ulitamani leo limeisha kabla ya kipindi chako kuisha, ama maisha yote ambayo ili mwaka 2020? Swala ambalo limebaki sasa hivi kama nilivyosema, ukamilishaji wa hospitali, na tuna uhakika kwamba itaenda kukamilika. Lakini kuna ujenzi wa barabara, mambo haya yote sasa hivi yanaendelea. Lakini kutokana na kusambaza umeme maeneo mengi, tumezidiwa kwenye miundombinu ya usafirishaji wa umeme. Kwa hiyo tumeomba tupate kituo kidogo cha kupoza umeme pale mjini ili kuweza kupunguza ile swala la katika umeme kwa kila wakati. Kwa kumalizia, mimi nawashukuru sana wananchi wa jimbo la Mbinga mjini. Ni sawa jambo moja sana. Kuna kipindi mikopo ilisitishwa kwa yale makundi kwa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu pia. Sijajua hali ikoje sasa kwa upande baada ya kurejea sasa hivi. Maana sasa hivi nzuri, ule mpango umerejeshwa baada ya kutengeneza zile kanuni mpya. Kuanzia mwezi huu wa 4, mwezi wa 3 mpaka huu wa 4 tayari wananchi vikundi mbalimbali wameanza kupata mikopo, lakini sio rahisi kuwapa vikundi vyote. Tumeanza kwa awamu kutokana na fedha ambazo zilitengwa kwa ajili ya utolewaji wa mkopo. Mimi nishukuru sana, nichukue muda huu kwanza kushukuru mwandishi wa habari na mtangazaji kwa kunipa nafasi hii, lakini pia niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Mbinga mjini kwa kuniamini na kunipa nafasi hii ya kuwasimamia. Lakini pia nitoe shukrani kwenye serikali. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wote kwa jinsi wanavyowajali wananchi na kuendelea kutekeleza hazima hii ya kuhakikisha kwamba wanapunguza adha iliyokuwepo kwa wananchi. Lakini pia kwa sababu mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi, kutokana na mambo mengi yaliyotekelezwa kwenye jimbo la Mbinga, nina uhakika wananchi wale wataendelea kunipa kura za kutosha. Lakini pia mimi mwenyewe binafsi niendelee kumwombea afya njema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake ili aendelee kudumu, na tunaahidi kwamba tutaendelea kumpa ushirikiano mkubwa na kumpa kura nyingi kwenye box mwezi wa Oktoba.